Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni kwamba Marekani ilikuwa katika hatua za kuelekea kuivamia Iran na mpango wao ilikuwa ni kwenda kuondoa uranium iliyorutubishwa katika taifa hilo la Kiajemi, hasa katika maeneo ya Fordo, Natanz na Isfahan, maeneo ambayo yalishambuliwa na kwamba yamekuwa ni vifusi, na hivyo Marekani ilishajiandaa kwa ajili ya kwenda kuondoa vifusi hivyo na kubeba uranium iliyorutubishwa. Na huu ni mpango ambao rais wa Marekani Donald Trump alishaupanga katika operesheni ambazo zilikuwa zikiendelea baada ya kuzinduliwa mnamo Jumatatu wiki hii. Marekani ilikuwa katika hatua ya hali ya juu ya kupanga kuzindua kazi ya ardhini nchini Iran ili kurejesha uranium iliyorutubishwa na utawala huo, lakini rais wa Marekani Donald Trump alisitisha operesheni hiyo kulingana na ripoti ya CNN ya siku ya Ijumaa. Ripoti hiyo ilitaja vyanzo viwili vinavyofahamu suala hilo ambavyo viliambia CNN kwamba mwenyekiti wa wakuu wa pamoja wa wafanyakazi wa Marekani General Dan Kane alikuwa ameshamweleza Rais Donald Trump ujumbe huo, ambapo aliamua kupinga baada ya onyo kwamba operesheni kama hiyo inaweza kusababisha hasara kubwa ya Marekani. Dan Kane kwa mujibu wa CNN ni kwamba moja kati ya mambo ambayo alitaka kufanya ni mashambulizi mazito dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na uvamizi wa hali ya juu ambao alikuwa akiutaja Rais Donald Trump kwamba kungekuwa na uvamizi wa ardhini ambapo jeshi la Marekani lingeweza kuingia katika ardhi ya Iran na kuhakikisha kwamba inaenda kuingia katika maeneo ya milima ambapo kuna vinu vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Isfahan. Kwa mujibu wa CNN, Kane alikimbia kutoka mkutano wa NATO huko Brussels hadi Tampa, Florida, Mei 19 ili kumjulisha Trump mapendekezo na mipango ya jeshi lao la Marekani. Na ni kwamba Marekani ilikuwa karibu sana kuidhinisha ujumbe huo kabla ya Trump kufunga breki. Pia kuathiri uamuzi wa Trump ni uwezekano wa kuongezeka kwa uhasama kati ya Marekani na Iran na kuongezeka kwa shinikizo kwa uchumi wa dunia, kulingana na ripoti hiyo. Chanzo kimoja kiliambia CNN kwamba ujumbe unawezekana ulihusisha hatari nyingi, ikiwa ni pamoja na kulipiza kisasi kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia mpango huo huenda ungesababisha vita vikawa vikubwa mno, lakini athari za vita hivyo kwa Marekani inaonekana. Kwa mujibu wa CIA, walimweleza Trump kwamba Marekani itatumia fedha nyingi, lakini pia itatumia nguvu kubwa mno kwa ajili ya kufanya mpango huo, na kwamba moja kati ya mipango ambayo ilikuwa ikiendelea ni mapambano ya taratibu ambayo yangewezesha kuishinda Iran. CNN iliwasiliana na msemaji wa wafanyakazi wa pamoja wa Marekani ambaye alikataa kutoa maoni yake juu ya misheni hiyo. Mpango ni pamoja na kuvunjwa kwa mpango wa nyuklia. Shirika la habari la Reuters limeripoti mnamo Ijumaa kwamba makubaliano yatakayoibuka kati ya Marekani na Iran yatajumuisha kuvunjwa kwa mpango wa nyuklia wa Iran na kuruhusu Marekani kukusanya madini ya uranium yaliyorutubishwa na utawala huo. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mapatano hayo pia yanajumuisha kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kuondoa vizuizi vya Marekani kwenye bandari za Iran. Aidha, chanzo hicho kimeeleza kuwa Iran ilijitolea chini ya makubaliano hayo kutotengeneza kamwe silaha za nyuklia, na mapatano hayo ikiwa ni hatua muhimu katika mwelekeo huo. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alitangaza katika chapisho la mtandao wa kijamii mnamo siku ya Ijumaa kwamba maandishi ya makubaliano hayo yamekubaliwa na Marekani na Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.